Ndugu zangu Waislamu, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, ambapo hatutokuwa tena na Ijumaa ila tutakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fakaifa huwa isti'dadukum limuqabala wa taqbili hadha ash-shahr al-mubarak? Mimi na wewe tumeiandaa vipi nafsi zetu kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan? Tulikuwa tukisema Ramadhani iko karibu, tulikuwa tunasema bado miezi miwili mitatu. Sasa hivi hata juma moja halikamiliki, tutakuwa katika mwezi al-fadhil, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ukikaribia akiwakumbusha wanafunzi wake kwamba aqbala alaykum shahru Ramadhan, shahrun tufattahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi maradatu shayatin. Shahrun, milango ya pepo inafunguliwa na ya moto inafungwa na majini waovu wanafungwa. Lakini pia akiwadokezea kwamba yupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kiumbe anaitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Ukiafikiana kukutana naye huyo siku mmoja tu ni bora kuliko miezi 1000. Leo tumefika katikati au tumebakisha kama siku 4-5 hivi tuingia katika mwezi wa Ramadhan. Ni vizuri tukaanza maandalizi ya mwisho juu ya mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nikisema maandalizi ni yale yale tulikuwa tukiyarudia juu ya azima, maazimio, nia, maandalizi ya kufanya mambo ya kheri kuliko Ramadhani zilizopita. Tukifanya kana kwamba Mwenyezi Mungu hii ametupa ni Ramadhani yetu ya mwisho, na wala kuona hivyo au kudhani hivyo au kujenga dhana juu ya hivyo, kama bado siku zako zipo zitakuwepo, haitokupelekea kwamba nisije nikawa naamini kama ni Ramadhani yangu ya mwisho ikawa ya mwisho kweli, na kama ni ya mwisho kweli itakuwa ya mwisho kweli tu. Huwezi kubadilisha yale aliyoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja katika nia zako, maazimio yako, hebu weka kwamba sitopata tena Ramadhani isipokuwa hii kama nitakuwa hai. Kwa sababu maneno haya anayazungumza kila wakati. Huenda ikawa mimi, huenda ikawa wewe, ukawa ndo mwaka wetu wa mwisho, Ramadhani zetu za mwisho. Basi tujipinde, kwa sababu wapo wazee wetu wengine nawakumbuka, image zao zinakuja katika face yangu, wameshaaga, tushawazika, na tuko nao hapa msikitini. Wengine ni wagonjwa taaban, hawawezi hata kunyanyua mguu kuingia msikitini. Sasa uende tukawa mimi na wewe ndio tunaofuata. Kwa nini misimu ya kheri kama hii inayokuja tusiipatilize, tukaifanya kama ndio nafasi zetu za mwisho Allah tabaraka wa taala anatupa? Inshallah Mwenyezi Mungu awajalie umri mrefu, ajalie umri wenye siha na afya na amali njema. Ikhwata al-iman, leo mtawapa moja miongoni mwa faida na hikma zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameumba hikma nyingi katika ibadat. Zipo hekima katika ibada au matunda yanayopatikana kutokana na ibada fulani. Yapo yaliyotajwa na yapo ambayo hayakutajwa. Nitoe mfano. Miongoni mwa matunda yapatikanayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au yanayopatikana kwa kufunga,
hupatikana mche unaoitwa takwa. Faida za funga ni mtu kupata uchamungu. Zipo nyingi, mtazisikia katika mihadhara mbalimbali, lakini moja ni uchamungu, la'allakum tattaqun. Ukienda kwenye mambo ya hija, vile vile hija ni kama mafunzo maalumu unapewa. Mule ndani munapatikana faida kubwa ya kupata malezi. Unapokuwa hija unajifunza ukakamavu, unapata faida ya kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Yale mazingira yote ya hija yana masomo. Unapata pia miongoni mwa mambo makubwa kusamehewa dhambi zako zote. Man ata hadha albaita falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummuhu, katika hadithi nyingi. Walhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna, katika mambo mengi. Lakini pia ridwanullah, na ndio maana zimetajwa kila pale. Ukienda mbele unaona liyashhadu manafi'a lahum waliyadhkuru isma Allah. Wakija hapa, moja katika mambo watakayoyapata, watapata manufaa, tena manufaa ukhrawiyya wa dunyawiyya, manufaa ya kiakhira na manufaa ya kidunia. Utauza, utafanya business, utakutana na marafiki na watu wapya. Hivyo ni katika hikam au manafi, hekima mbalimbali. Kuna nyingine hatuwezi kuzijua, nazijua Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa moja katika mambo tunayoyapata kwa saumu au kwa Ramadhan, tunaukuta nau'un min anwa'il wahda, aina moja muhimu sana katika aina za umoja tuliotakiwa tuwe nao, huwa unapatikana katika Ramadhan. Ramadhanu yajma'una wa yaj'aluna ummatan wahidatan. Ramadhani huwa inatukusanya, ina tabia hiyo. Ramadhani ina kawaida ya kutupa somo kwamba nyinyi nyote ni wamoja, ni umma mmoja. Ndugu zangu, umma, umoja, mshikamano, upendo, udugu ni moja katika mambo muhimu katika jamii yoyote. Zamani tulikuwa wadogo, nakumbuka mmoja katika walimu zetu alitufunza umuhimu wa kuwa wamoja. Na walimu wa zamani walikuwa na hikma za kutolea hadithi ambazo wanajua kwamba hadithi ni miongoni au yani qiswa ni miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu anavyowapa wanafunzi huifahamu sana message na risala anayotaka kuwapa. Na ndio maana hata Qur'ani methodology hii imetumika sana ya kuwapa qasas. Anasema baba mmoja aliumwa sana, akaugua mpaka akakata tamaa kwamba ataishi, akawa yuko ala firashil maut, anytime roho itatoka ielekee kwa Mola wake. Kwa hiyo anawaacha watoto, na alikuwa amebarikiwa kuwa na watoto. Fa arada al-abu an yulaqina auladahu darsan min durusi al-wahda. Baba akataka asiondoke katika hii dunia, angalau wawape somo watoto wao ili waishi kama mwili mmoja, watu wamoja. Akawaita wote kwa pamoja, akawaambia liyadhhaba kullu minkum waliyatini bi'udin fi yadihi. Tokeni nyote, tokeni, nendeni mkatafute ujiti, fimbo, bakora fulani, kila mmoja niletee. Kila mtoto akatoka akatekeleza amri ya mzazi. Kila mmoja akatafuta fimbo au ujiti, akaja nao mbele ya mzazi wake. Baba akawaambia zikusanywe zote kwa pamoja. Zikakusanywa, idadi ikawa kubwa ya fito au fimbo walizokuja nazo watoto. Kisha akamwamrisha mmoja mmoja apewe
idadi ya fito zile au fimbo zile au vijiti ile, akapewa mmoja mmoja. Akamwambia sasa, kila anayepewa naomba avunje vijiti hivyo vikiwa pamoja kwa nyote, anza huyu mpaka wa mwisho wenu. Vikakusanywa kwa pamoja, akaanza mkubwa wao, hakuweza. Akaja mwingine anayefuata, hakuweza. Akaja watatu na wanne na watano, wote wakashindwa kuvunja vijiti vikiwa kwa pamoja. Baba akatoa amri nyingine irudiwe, kila aliyekuja na kijiti chake apewe, alafu akasema sasa kila mmoja avunje kijiti hicho. Kila aliyepewa kijiti chake akakivunja kwa ulaini na urahisi sana, akamaliza. Baba akamwambia, mnajua nilitaka kuambia nini kupitia somo ambalo muda mchache uliopita nimewapa. Vijiti vilivyokuwa vingi mmeshindwa kuvivunja. Kijiti kilichokuwa kila mmoja cha kwake mmekivunja kwa urahisi. Hakadha kunu, nataka nyinyi watoto wangu muwe kama hizo bakora. Mtakapokuwa siku yoyote mko pamoja, mna umoja, adui yoyote akitaka kuwavunja atashindwa kwa sababu ya umoja wenu. Adha yoyote inayokusudiwa kwenu haitoingia kwa sababu ya umoja wenu. Karaha yoyote itashindwa kupenetrate kwa sababu nyinyi ni wamoja. Lakini mkianza kubaguana, kila mmoja akawa na lake, huyu hamtaki mwenzake, hataki kuungana na huyu, kila mmoja kivyake vyake, mtavunjwa kama vilivyovunjwa vijiti hivyo vilivyokuwa kila mmoja kwa peke yake. Ndio maana aya za Qur'ani zimekuja katika kusisitiza watu wawe kitu kimoja. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. Anasema kuweni wamoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kuweni mmeshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu, kamba ya Mwenyezi Mungu pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiane, muwe kitu kimoja, wahda, msikengeukiane, msikatane, msiwe mwane, yani msiwe kila mmoja na lake. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni Mwenyezi Mungu alivyokuokoeni, neema yake ya kukufanyeni nyinyi ni kitu kimoja. Idh kuntum a'daan, mlikuwa maadui nyinyi, fa'alafa baina qulubikum, akazitia upendo nyoyo zenu mkapendana. Kwa moja katika vigezo vitakavyotupelekea tuwe kitu kimoja, tupendane. Fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bini'matihi ikhwana, mkishakuwa mmependana mkawa kimoja mtakuwa ndugu. Na yote hayo yanazungumzwa katika Qur'ani, watu wawe nayo. Na Mtume alikuwa mkali sana anapozikuta ishu na maudhui inayopelekea watu kutengana, ule umoja kuvunjika. Kuna siku watu waligombana katika kisima cha maji, wengine wakagombana kwa ishu mbalimbali, wengine wakakasirika kwa sababu ya maneno ya fitna. Watu wa Madina walikuwa wanapigana huko nyuma zaidi ya miaka 20 vita, Aus na Khazraj. Sasa Mayahudi na makafiri walipokuja kutaka kutia fitna, walikuja kuiamsha ile siasa au mambo ya zamani. Wewe unajua kama kakako aliuawa na wale,
Unajua kama kabila lile lilikwenda kuvuruga mpaka wanawake fulani katika kabila lenu wakapata tabu, wewe unajua kwamba yule ndo alomuua babako. Wewe anaamsha yale yaliyopita ya zamani, mpaka mtu anapata more, anakuja na ghadhab, anamkamata mtu, kumbe wewe, kumbe hivi. Mtume aliposikia akamwambia, dauha, achaneni na hayo mambo, nyinyi mmekuwa kitu kimoja, mmeshakuwa Uislamu, yaliyopita yameshapita. Dauha fa innaha muntina. Sabia, ukabila unanuka, mwenye kutaka kuvuruga umoja ni uvundo. Kaumia, jihawia, huyu anatoka mahala fulani, anatoka pale pale, huyu kabila fulani, huyu kabila letu, huyu mtu wetu, huyu mwenzetu. Dauha. Kwa maneno mengine Mtume akaja akawaambia, sikilizeni alivyowaambia, abida'wa aljahiliyati wa ana baina adhhurikum. Abida'wa aljahiliya, imeshakuwa sasa mito ya kijinga, yani mnaitana, mnaanza kuwa na slogan zile za kijahili za umimi na ubinafsi na watu wetu na kabila letu. Wa ana baina adhhurikum, na mimi niko hai, sijafa, na yaona haya, nipo mimi, yanatokea haya. Mtume anakuwa mkali kwa sababu haya mambo huwa yanapelekea watu kukatana mapande na kuwasiwa mmoja tena, furqa ikatokezea na watu wakawa ule wahda haupo. Sikilize Mwenyezi Mungu katika suratul Anbiya na suratul Mu'minun, aya mbili hizi, moja 52 na nyingine 92. Katika suratul Anbiya na suratul Mu'minun Allah anasema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Hakika huu umma wenu, msione mko wengi, msione mna ndimi tofauti, lugha, rangi, jiha tofauti, madhhab tofauti. Ummatukum ummatan wahida, fahamuni kwamba umma wenu ni umma mmoja. Nikisema mmoja kwa maana nyinyi nyote ni wamoja. Wa ana, na mimi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, rabbukum, ndiye mlezi wenu, ndiye mola wenu, fa'budun, ni abuduni mimi. Kila mmoja akiri juu ya kwamba yeye ni abdul lillah. Kama ni abdul lillah, katika umma huo hana nafasi ya kujiona wala ya kujitukuza wala ya kuanza kuwaona wengine hawafai au hawajafika au hawatokuwa kama yeye. Kullukum abidun lillah wa ana rabbukum fa'budun, na mimi ndo mola wenu, niabuduni. Katika aya nyingine inasema, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Aya zote zinafanana lakini tofauti zipo ndogo ndogo. Ya kwanza inna, ya pili wa inna. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Ya kwanza kamalizia na fa'budun, niabuduni. Ya pili akamalizia na fattaquni, niogopeni, nicheni. Sasa pahala popote ulama wamestambit, wanasema ukifika katika jamii ya Kiislamu ukiona kwamba umoja haupo, mshikamano haupo, udugu haupo, au hivi vitu vyote vina dosari, vina dorora, vinakaribia kuangamia na kupotea, fahamu kwamba wamekuwa mukassirina, yani ni wavivu au wamepita au wamechupa, wamekataa na kuimplement na kutabik ibada na uchamungu. Unapokuwa uchamungu na ibada haupo, ndio unakuta watu sio wamoja, unakuta watu kila mmoja na lake, utakuta watu kila mmoja akikimbiliwa na mwenzake yanamsukuma, umoja unapotea. La ibada, la taqwa, la din, la shay. Imekuwa ni misimamo tu na hawana matamanio ya mtu nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala, hii dini ameitaka watu wake wawe kitu kimoja.
Lakini pahala popote utakapokuta watu hawako kitu kimoja, angalia upande wao wa dini na ibada, utajua kwamba umoja wao umesababishwa na kutoweka, kwa sababu upande wao wa ibada na uchamungu umekuwa mbovu. Ndio maana hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyosimuliwa na Abu Huraira na kupokewa na Imamu Muslim radhiyallahu ta'ala anil jami', Mtume anasema iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith, hakika jiepusheni, kaeni mbali sana na kudhaniana, hakika dhanna ni maneno ya uongo mkubwa. Kisha akasema maneno wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Mtume kakataza mambo 6. Dhana ile kumdhania mwenzako katika Uislamu hakuna, hautakiwi, kwa sababu ukimdhania mtu watu watakwambia hebu prove uliyosema. Kweli yule mbona haelekei? Ngojeni nitakuleteni taarifa zake. Inabidi sasa, kama una ushahidi ufanye nini? Upekue, tajassus. Ndio maana Mtume aliposema iyakum wadhann, kaeni mbali na dhana, kitu kilichofuata wala tajassus, kwa sababu ukidhani kama ukitakiwa ushahidi utafanyaje? Utakwenda kupekua. Ngojeni nitakuleteni habari zake. Tajassus. Wala tahassasu, wala pia msipekuane. Wanasema mara nyingine tajassus kwa ubaya, tahassus hata kwa uzuri au kwa nia nzuri. La tahassasu, la tabaghabu, wala msibughudhiane, msieke chuki katika moyo wa mtu. Wala tadabaru, wala msipiane migongo, msikatane. Asalamu alaykum, unafunga mdomo unampa mtu mgongo. Wala tanafasu, wala msishindane kwa sababu ya dunia. Wala tahasadu, wala msihusudiane kwa kile ulichopata. Mwisho wa hadithi hii, wakunu ibadallahi ikhwana, lakini kuweni waja wa Mwenyezi Mungu walio ndugu. Sasa hivi ndivyo tulivyo sisi Waislamu. Hasadi ni yetu, bughdha ni zetu, tajassus ni yetu, tahassus ni yetu, tabaghud ni yetu, tadabur. Hizi sifa zote alizozisema Mtume alizozikataa si tunazo. Tunadhaniana, tunafanyiana tajassus, tunapekuana, tunafanyiana tahassus, tunabughudhiana, tunahusudiana, tunakatana, sio ndugu kabisa. Kilichotupelekea sisi kukosa maadili haya yakawa hayapo, mara mengine au mara nyingi, kwa namna ninavyoona mimi, ni ikhtilaf, watu kutofautiana katika mambo. Na wallahi ikhtilafu haiondoki, kwa sababu ni sunna min sunanil haya, ni miongoni mwa mambo ambayo uhai, maisha bila ikhtilafu haiwezekani. Haikuwezekana kwa watu waliokuwa wanachukua direct kutoka kwa Mtume kinywa chake, aya za Qur'ani zinashuka na wao wapo hai, na wao wamekhtalifiana. Nafi' maula Abdullah ibn Umar anasimulia kwamba Abdullah ibn Umar anasema, lamma raja'a an-nabiy min al-ahzab, Mtume alipotoka katika vita vya Ahzab, vile vya makundi, qala, Mtume alisema, akawahutubia Waislamu, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza. Sasa tumepigana vita vya Ahzab, lakini asisali mmoja wenu ila kasali alasiri katika viunga vya Bani Qurayza. Mtume alisema maneno, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Qurayza. Wakatoka watu mbio, hawajafika Bani Qurayza kule kuko na Mayahudi, alasiri kafika. Faqala qaumun minhum, kundi miongoni mwao kasema, jamani, tayari alasiri, tusalini. Kundi moja likasema, hapana, hakuna kuswali hapa. Hamjasikia kauli ya Mtume kwamba tukasali Bani Qurayza, nyinyi mnataka kuswali hapa kwa amri ya nani? Wakarudisha, wakaradi, nyinyi hamjamfahamu Mtume. Mtume litaka watu wende haraka, kwa sababu sisi tunaujua msimamo wa Mtume siku zote.
hacheleweshi swala. As-salatu ala waqtiha, kuswali kwa wakati. Wakati wa sala umefika, tuswalini hapa hapa. Wale wakasema hakuna, kauli ya Mtume la yusalliyanna, tena kwa msisitizo na taukid, ahadukumul asra illa fi Bani Quraidha. Hapa ndo Bani Quraidha? Hapa sio Bani Quraidha, hapa ni njiani. Sisi tutaenda kusali kule kule kwa amri ya Mtume. Wala kusema nendeni, sisi tutasali hapa kwa sababu wakati wa sala umefika, na sisi tumeambiwa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Tunajua umuhimu wa sala na Mtume anajua umuhimu wa sala. Si hao wamekhtalifiana, na Mtume yuko nao, anaishi nao, na akaja akapewa report, ya Rasulullah, hawa wamesali njiani. Wale kusema ya Rasulullah, hawa hawakutekeleza amri yako, hawakuswali Bani Quraidha. Anasema alipopewa habari Mtume, lam yu'annif haulai wala haula, aqarrahum ala ijtihad, hakuwapiga hakuwagomba hawa wala wale waliosali katikati wala waliosali wote. Aliwaona kwamba mmepatia na ijtihadi zenu zimepata, wote wawili. Akusema hawa wamepata au wale. Tumekuja tu sisi huku ndo tunaana kufanya istimba hapa, hasa waliopatia wepi, sisi ndo tunashughulika. Na hii ndiyo maana ya kwamba ndani ya dini yetu kuna ikhtilaf, kuna madhahib: Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, Hanbaliyya. Na alhamdulillah ni hayo manne tu katika ahli sunna wal jamaa, wa illa kungekuwa na Thawriyya ya Sufyan al-Thawri, Laythiyya ya Laythi wa Masri, Ibn al-Mubarak, ya watu vigogo ambao tunawasoma wengi, madhehebu yao na njia zao zimepotea, hazikufika huko. Sasa na mengine Ibadhi, Shia au wengineo wote utakuta watu wamekhtalifiana, na wao wenyewe kwa wenyewe wanakhtalifiana, kwa sababu dini yetu ni nusus. Nusus ni zile aya na Qur'an, na hizi kuzielewa zinategemea ufahamu, na ufahamu unakhtalifiana.